nimeona waandishi wengi, wachambuzi wengi mmeandika kilikuwa ni kikao cha maandalizi ya mechi. Si kweli. Hatukwenda kudiscuss maandalizi yoyote. Tulikwenda kudiscuss hiyo sintofahamu ya Kariakoo Derby, mchezo wa 184. Yamejadiliwa mengi kwenye kikao kile, na sisi Club Young Africans tulipopewa nafasi ya kuzungumza, tulizungumza mengi vile vile, kama ambavyo bodi ya ligi ilizungumza mengi pia kupitia kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Na baada ya pale tulifunga kikao kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kutujuza kwamba amepokea yale ambayo Club Young Africans imeyafikisha na wanakwenda kuyafanyia kazi. Na CEO wa bodi ya ligi alisisitiza kwa uharaka wa ambayo tumeyasema na uharaka wa mchezo wenyewe, basi atafanyiwa kazi haraka ipasavyo na tutapata majibu kwa njia rasmi ya taasisi. Tumeondoka pale, tumefika hapa ofisini, tumemwona mtendaji wa bodi ya ligi Almas Kasongo akizungumza na waandishi wa habari na akigusia au akielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao kile. Jambo zuri amelifanya, lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo, tulifikiri kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao, basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote. Azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao. Sio unazungumza kidogo, unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameyaacha, nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yamezungumzwa kwenye kikao. Na hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu. Nafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusu nusu, au mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi kama umeamua kutoa taarifa sahihi.